السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الصلاة صلة بيننا وبينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. أما بعد، إخوة الأماجد، katika darasa letu ambalo twasoma ndani yake usafi wa moyo na usafi wa moyo kama tulivyotangulia kueleza kuanzia mwanzo, ni jambo ambalo linamfanya mwanadamu awe karibu na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na wiki iliyopita tulitizama kwa mapana jambo la tahara, kuwa mtu kudumu katika tahara ni moja katika sababu za kumsaidia kusafisha moyo wake, na tahara vile vile inamkurubisha mmoja karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na katika jambo ambalo hatukulitaja, pengine ili kuweza kulitilia mkazo zaidi, dada zetu wanapokuwa pengine katika ada, kwa maana hii tuloieleza, bimaana at-tahara ama al-wudhu ni kinga, yeye pia anahimizwa adumu katika tahara ya al-wudhu, kwa sababu inamhifadhi yeye kutokamana na jambo lolote ambalo linaweza kudhuru mawasiliano yake na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mwanamke ambaye yuko katika hali ya ada yake ya mwezi, au pengine amejifungua karibuni, yuko katika hali ambao sio tahara, lakini haya maana tunayoeleza sio maana ya kifiqhi, yani maana ya taharatul badin. Atawadhi, haina maana kitawadha anaweza kuswali, kwa sababu hayuko katika state ya kuswali, wala anaweza kusoma Qur'ani, hawezi. Lakini tahara hii ambayo tunaieleza ni tahara ambayo yapunguza yale makali ya alhadathul akbar, na vile vile ni hifadhi, ni hisn amitahsin kutokamana na matatizo yote. Kisha tukafahamu kuwa ina reflect, unapata miale, kwa sababu alwudhu ama tahara ni nur. Kwa hivyo inampa mwanadamu alkhawatir, mawazo ambayo kwamba ni mawazo bora, ambayo yanaweza kumwonyesha kufika katika daraja ya ilham inayotoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, au ikaja wasia minal malaika ambao tumesema ni lammatul malaika. Leo biidhnillahi ta'ala tunataka kutizama as-salah. Nini maana ya sala, na sala ina mafungamano yapi baina ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala? Vipi sala inaweza kuja ikawa ni moja katika viungo muhimu sana katika taharatul batin? As-sala kama tunavyofahamu ni asila baina al-abdi wa rabbih. Sala ni mawasiliano na mafungamano baina ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Tumekwisha kutanguliza maneno yetu katika halaka zilizopita
kuwa mwanadamu anapotamani kuzungumza na Mola wake, faliyashra as-salah, aanze kusali, yukabbir na ingie katika hadhara ya Mola subhanahu wa ta'ala. Huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ishra fi as-salah. Unataka kuzungumza na Mola wako, ingia katika sala, na umetamani Mola subhanahu wa ta'ala azungumze na wewe, iqra al-Quran, kwa sababu al-Quran kalamullah ghairu makhluq, kama tulivyoeleza, na ndio aqida ya ahlus sunnati wal jamaa kuwa al-Quran kalamullah. Haya ni maneno ya Mola subhanahu wa ta'ala. Yukhatibu man yukhatibuka ant, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anazungumza na wewe. Na ndio Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha alipoulizwa kaifa kana khuluquhu sallallahu alayhi wasallam, faqalat kana khuluquhu alquran, ilikuwa tabia za bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni alquran, kwa sababu Quran ni kalamullah, khitab rabbani, ni mazungumzo ya Mola subhanahu wa ta'ala anayezungumza na wewe. Kwa hivyo wewe unapotaka kumsikia Mola subhanahu wa ta'ala, anakukataza kitu gani, anakuamrisha kitu gani, anakueleza kisa kipi, faqra al-Quran. Wengi wetu, na ndivyo ilivyo, tuachukulia sala kama deni. Kwa hivyo mtu anaona dhiki mpaka akimaliza kuswali ndiye anasikia raha. Kwa hivyo deni imekuja, mimi nafaa kukamilisha deni ya Mola subhanahu wa ta'ala, sitaki kuketi na deni ya Mola subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kadhalik, na hivyo ndivyo ilivyo. Lakini haiwezi kuwa sala ni deni tu. Kwa yule atakayechukulia sala ni deni peke yake, huyo hajafahamu maana amika, maana ya ndani inayofungamana na maana ya as-sala. Sala ni deni kweli. Unaposikia almuadhin amekuita katika sala ukatoka mbio, wewe una deni na Mola wako subhanahu wa ta'ala, lakini sio deni peke yake. Kuna wale wanaochukulia kuwa as-sala hiya alhimla, wanaona ni mzigo mkubwa ulioko katika mgongo wao. Kwa hivyo wanatamani wafike mahali wapumzishe mwili wao, waondoshe ile sala katika mabega yao. Wa huwa kadhalik, kwa sababu sala ni maktub, ni faradhi, amefaradhishwa mwanadamu, ni mukallaf, lazima asali, ni himla, ni mzigo katika mwili wake. Lakini haiwi ni mzigo peke yake, haiwi ni mzigo peke yake. Swala ina maana makubwa zaidi. Kwa hivyo yule anayechukulia sala kuwa ni deni, naam, sala ni deni, lakini sala sio deni peke yake. Swala ina maana makubwa zaidi ndani yake. Kwa yule anayechukulia sala ni himl, ni mzigo ulioko katika mgongo wake, naam, ni kweli, lakini sala sio mzigo peke yake ambao unafaa kujipumzisha kutobeba ule mzigo. Sala ni asila baina al-abdi wa rabbi. Sala ni mafungamano kati ya mja wake na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndipo wanapoeleza ulama wa as-sayri ila Allah, wanazuoni walioshughulika kuangalia maana ya sala na vipi inakuja mtakaso na usafi wa moyo. Wanasema as-sala, jambo la kwanza ni maw'id liqa'il muhib limahbubi. Sala ni appointment ambayo amekuwekea wewe mja mpenzi kukutana na kipenzi chake jalla jalalu. Tumeeleza hapa tulipokuwa tukieleza at-tauba katika kipindi chetu cha pili, tumesema Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam amepiga mfano wa yule mwanamke alioingia sokoni na mwanawe wakapoteana. Mtoto anamtafuta mama na mama anamtafuta mtoto kwa masaa takriban isozidi isopungua masaa 6. Mama yuko katika tafshan, hana raha, hajamuona mwanawe, na mtoto yuko katika hali ya tatanishi, hajamuona mamake. Mara ghafla mtoto anamuona mamake na mama anamuona mwanawe. Mtoto yuaja anataka kumkumbatia mamake,
na mama yuaja kumkumbatia mwanawe. Hali hii ikawaliza wale masahaba. Anawauliza Mtume Muhammad, kitu gani kinachowaliza enyi masahaba? Wanasema, tumeona hali ya rahma, hali ya mahabba baina ya mama na mwanawe. Na as-sala walillahi al-mathalu al-a'la ni mfano huo huo. Wewe unaposikia al-muadhdhin ujue qad hana maw'id, imefika wakati wa appointment liliqa'i al-mahbubi ila mahbubi, kukutana kipenzi na kipenzi chake. Wewe unakwenda kukutana na Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndio ahab, ndio anayependekeza katika moyo wako kuliko chochote. Unakwenda kukutana na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hii istishar, hali hii anatakikana mwanadamu awe nayo katika moyo wake wakati anapoingia katika sala, kwa sababu sala miongoni mwa maana yake si wewe upumzike baada ya kuswali, kwa sababu yule aloona ni deni. Kwanza katika tabia ya kibinadamu, yastathqiluna ad-dain, wanadamu katika maumbile yao wanaona uzito deni. Anapokuwa mtu anadaiwa anaona uzito kuchukua deni, na anaona uzito vile vile kulipa deni. Kwa hivyo huyu mwanadamu anayechukulia sala kwa maana ya dain, utamuona yastathqil, atakuwa na uzito na anaona raha wakati ametekeleza ile deni yake. Lakini sala unatekana wewe usikie raha wakati wa sala, wakati unatekeleza ile sala yako. Na haya tutakuja kuyaeleza. Alikuwa akisema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, akimweleza Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, ewe Bilal, adhini tufurahike kuingia katika sala, kwa sababu sala tunapata rahatul bal, tunapata peace of mind. Sala ni mawqif mengine makubwa mwanadamu anatikana awe anachukulia ni maw'id, ni liqa, ni appointment baina yake na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Anaposema Allahu Akbar anapata utulivu wake, kwa sababu yukhatibu Allah, yeye anamkutubu, anazungumza na Mola wake jalla jalalu. Concentration, khushu' yake iwe kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Si wewe upumzike baada ya sala. Wewe ukiwa katika sala unasikia dhiki, swala itamalizika saa ngapi? La, wewe unazungumza na Mola Subhanahu wa Ta'ala, hautamani yale mazungumzo yaishi. Kwa hivyo miongoni mwa maana wanaozungumza ulama wa as-sayri ila Allah ni kuwa min maani sala, katika maana ya sala ya juu ni mwanadamu anapoingia katika takbiratul ihram ajue laqad hana waqtu liqa'i al-mahbub, imefika wakati wa mtu ambaye ni kipenzi kukutana na kipenzi chake ambaye ni Allahu jalla jalaluhu. Maana ya pili wanaoeleza ulama wanasema as-sala maw'id liraf'i al-humum wal-kurbat. Sala inapoingia wakati wake ujue appointment Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha kuwekea liraf'i al-humumi wal-kurbat, ili uweze kuondosha hamu, stress ulizokuwa nazo, dhiki ulizokuwa nazo, mchanganyiko wa maisha uliokuwa nayo. Mwenyezi Mungu amekuwekea al-maw'id, it's an appointment, maagano na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, ili akupe furaha katika moyo wako, usahau humumu dunia, usahau kurubati dunia, zile hamu na stress za maisha yako ya dunia, tartah, usikie raha katika sala. Na ndio hilo neno alilokuwa akilizungumza Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, tupe raha ewe Bilal, tufurahike kuingia katika sala. Lakini sisi khitabi yetu tunasema arihna minha ya Bilal, maana yake ni hiyo, Bilal arihna minha, yani tuswali tufurahike baada ya kuswali. La, ni tuswali tufurahike wakati tunaposwali. Hii ni moja katika maani ambao mwanadamu anatakana avute hisia zake, istishar kuwa yuko mbele za Mola Subhanahu wa Ta'ala,
tumesema la kwanza ni maw'idul liqa. Wewe unakutana na Mola wako subhanahu wa ta'ala, uko katika hali gani? Unazungumza na Allah, Mwenyezi Mungu amekupa fursa ya kuzungumza naye. Hal anta tastahiqu an tukhatib Allah? Hebu jiulize, wewe na madhambi yako, wewe na mapungufu yako, wewe na matatizo yako, je, umequalify? Unaweza kuzungumza na Mola subhanahu wa ta'ala? Utakuja kuona jawabu ni kuwa la. Sote tunahisi kuwa hatuja qualify kufika katika daraja ya kuzungumza na Mola subhanahu wa ta'ala. Muqassirin, tuna mapungufu katika mengi sana, tumepuuza sala, tumefanya kadha, hatuna hudhur, lakini hivyo hivyo bado Mola subhanahu wa ta'ala ameipa qima moyo wako, anaiambia moyo wako bado unaweza kupata ladha ya utamu wa khitab wa mukhataba rabbani wa kumkuzungumza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maana mengine wanaozungumza wanazuoni, na ni miongoni mwa maana ya juu pia vile vile, wanasema wa min maani sala, na katika miongoni mwa maana ya sala ni maw'idul irtiqa, ni appointment ya wewe kupandishwa daraja. Kwa wale walioko makazini, wewe for example ushapata barua kutoka katika kampuni yako, umeelezwa na bosi wako siku fulani you will be promoted, utapata promotion. Hafla kubwa imeandaliwa, wafanyikazi wote sharqan wa gharba, pengine mnao vituo kadha wa kadha zimewekwa, mmeitwa, pengine ni Nairobi, kumefanyika hafla kubwa, lengo kubwa ni siku ya promotion. Unapewa promotion, unahisi vipi hiyo siku? Unavaa vipi? Mazungumzo yako utayachagua namna gani? How will you behave? Ukijua mimi najua baada ya saa fulani ninaitwa niende nipewe promotion, na katika promotion unapewa daraja. Ulikuwa ni mfanyikazi wa chini, unapandishwa daraja ya juu. Mshahara wako ulikuwa ni wa chini, unapewa madaraka ya juu. Ulikuwa pengine hauna gari, unapewa gari. Ulikuwa hauna bodyguard, unapewa bodyguard. Unabadilika hali min hal, kutoka katika hali ila hali akhar. Ndio hata katika dua tunasoma daima dawama, promotion ndio za duniani ni promotion, tunafaa kuzifurahia, lakini taaluki yetu iwe na Mola subhanahu wa ta'ala, na promotion kubwa ni ya Allah jalla jalal. Ya Allah wa muqallib alqulubi wal absar, Allahumma ya muhawwil alahwal hawwil halana ila ahsan alhal. Hii ni promotion. Ewe Mola subhanahu wa ta'ala ambaye yuqallibu alqulub, hizi mioyo zabadilika, leo zina imani, leo zimepungua, kesho zimejaza imani, kesho kuta zimepungua. La wa muqallib alqulubi wal absar thabbit qalbi ala dinik, ni maneno na dua alikuwa akisoma Bwana Muhammad alayhi salatu wasalam. Leo unajikuta uko darasani una imani, kesho ukija hauna imani. Hivi ndivyo mwanadamu alivyo, hakai katika hali moja, lakini unatikana daima dawama katika promotion ya Mola. Thabbit qalbi ala dinik, ya Rabbi nipe promotion ya moyo wako, moyo wangu utulie. Ukisikia masala ya dini nisibabaike, nisifanye chochote, niwe na hali nzuri ya kufanya istihdhar, concentration na Mola subhanahu wa ta'ala. Maana haya wanawazuoni wanasema pia as-sala ni maw'idul irtifa wal irtiqa, ni appointment ambao umealikwa, umeitwa. Mwenyezi Mungu anataka kukupa promotion. Sala ni promotion, na ndio tumetaja kabla kidogo hapa. Je, mimi nastahili kuzungumza na Mola subhanahu wa ta'ala? La. Lakini Mwenyezi Mungu amekupa promotion, ingia katika sala, zungumza na Mola wako jalla jalalu. Ndio hata katika riwaya zimekuja kadha wa kadha kuwa mwanadamu anapoingia, indama yashrah qira'at al-Fatiha, anapoanza kuisoma suratul Fatiha, anaposema alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Mwenyezi Mungu anasema majjadani abdi, hamidani abdi, mja wangu amenimiminia sifa. Angalia khitab, wewe wasema na Allahu jalla jalalu yosema, kisha yeye Mwenyezi Mungu anasema mbele ya malaika. Mwakumbuka tulizungumza hapa kuwa malaika walimuuliza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini ilikuwa ni maswali concern ya mtu ambaye kwamba ana mahaba, si mtu ambaye kwamba concern ambaye anataka kumkosoa Mola subhanahu wa ta'ala. Walimuuliza, ya Rabbi ataj'alu fiha
man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya Rabbi, unamweka mtu ambaye kwamba ni khalifa, atamwaga damu, ataleta ufisadi. Mwenyezi Mungu akasema inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi nayajua msioyajua nyinyi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akizungumza na wewe anawaalika malaika, hiyo ni promotion. Unaposema alhamdulillahi rabbil alamin, anasema haya malaika mlosema atamwaga damu, ataleta ufisadi, ataharibu ardhi, hamidani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, majjadani abdi, amenitukuza, amenisifu. Kisha inapofika katika hali hiyo anasema mwanadamu akiniomba chochote nitampa. Hizo sifa unavyozipeleka, Mwenyezi Mungu anakwambia akiniomba lolote nitampa. Lakini mwanadamu amefundishwa dua gani ya kuiomba? Anasema ihdina siratal mustaqim, ndio dua unaoiomba. Ya Rabbi, niongoze katika njia iliyokuwa sawa, siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya hao uliowaneemesha, minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. It's a promotion. Mwenyezi Mungu amekupa daraja, wewe wazungumza naye, na kile ukizungumza naye anakujibu, na amekuambia ukiniomba nitakujibu. Ish hadha alkaram, ni ukarimu ulioje baina wa Mola subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ni alkarim, wa baina alabd ambaye kwamba ni asi, ni mwenye kufanya maasi, ni muqassir, ana mapungufu katika ibada yake. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakutufukuza, alituambia la, ingieni katika sala. Hakutulaumu, ingieni katika sala, mimi ndio Mola nilowaumba. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, njooni mimi nitawasamehea hata kama madhambi yenu ni kama mfano wa majabali au wingi zaidi ya bahari, nitawasamehea. Ombeni na kile mtakachoomba nitawapa. Hii ni istishar. Anapovuta mwanadamu, anapoleta hisia zake kuwa yeye anazungumza na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anajua mimi nina daraja nzuri na istihdhari yake itakuwa nzuri. Na hapa ndipo anapozungumza, ikiwa ni maw'idul irtiqa wal irtifa, ikiwa ni appointment ambao anapandishwa daraja mja huyu, ujue sala huwa mi'raj. Sala ni daraja ambayo wewe waipanda hiyo daraja ufike karibu na Mola subhanahu wa ta'ala. Masoma kisa cha al-Isra wal Mi'raj cha Mtume Muhammad kutoka zake min Bait al-Maqdis, min Makkah ila Bait al-Maqdis, wa min Bait al-Maqdis ila samawati al-ula, thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadhaba al-fuadu ma raa. Mwenyezi Mungu anasimulia kisa cha al-Mi'raj. Mtume amewekewa ngazi kwa safari ya Makka mpaka Masjid al-Aqsa, amepewa buraq, ametumia mnyama mwenye kasi, speed of the light, anakwenda kwa kasi. Amefika katika Baitul Maqdis, ameletewa mitume wote na malaika, akawaswalisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa kisa kirefu. Kisha akaletewa Mi'raj. Akitoka nje ya mlango wa msikiti kuna Mi'raj, kuna ngazi, anakwenda nabisha mlango baada ya mlango, mlango baada ya mlango, mlango baada ya mlango. Sala yako ndugu yangu, katika hali ya kuwa wewe unapewa promotion na Mola subhanahu wa ta'ala, ni maw'id irtiqa wal irtifa. As-salatu mi'rajul mu'min, sala ni mi'raj ya mu'min. Hujaisoma hadithi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliposema aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, ukaribu wa karibu sana baina ya mja na Mola wake subhanahu wa ta'ala inakuwa ni pale anapoingia katika sijda. Ameweka viungo vyake vyote visaba katika ardhi, ametambua yeye ni abd, ametambua yeye ni muqassir, ni mwenye mapungufu, ametambua kuwa anao Rabb, anao Mola subhanahu wa ta'ala, anao al-Khaliq. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hapo unaambiwa omba kile unachokitaka kwa sababu uko karibu na Mola wako. Angalia hiyo irtifa, wewe uko katika ardhi,
Lakini subhanallah, katika sala amekupa daraja, amekupa daraja, amekupa daraja, umekuwa karibu na Mola subhanahu wa ta'ala. Muombe Mola wako unachokitaka. Yule kijana alomwambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umeniambia mimi nisiwe tena nisiwe bodyguard wako, niruhusu tu mimi niwe ni khadimu wako. Mtume alipofurahika na akamwambia salma shi't, omba unachokitaka. Akamwambia murafaqataka fil janna, kisa kirefu. Ya Rasulullah, mimi nataka niwe karibu na wewe peponi. Mimi nakuhudumikia leo duniani, lakini usinikoseshe ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu asinikoseshe kuwa karibu na wewe peponi. Mtume Muhammad akasema awa ghairu dhalik, kuna dua nyingine ama jambo lingine unalotaka ambalo sio hii? Nikamwambia la, mimi nataka kuwa na wewe peponi basi. Mtume amwambia a'inni ala dhalik bikathrati sujud, na wewe pia nisaidie. Usaidizi wako unaotaka kwako kathratu sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, ukaribu wa mja na Mola wake subhanahu wa ta'ala ni zamani anapopomoka chini akasujudu. Kwa hivyo swala zetu ikhwani fillah tusizichukulie tu poa. Na hapa katika matatizo ya sisi wanadamu, wengine wamechukulia sala ni ada, na ada ina hatari yake. Ada ni jambo la kawaida. Kwa hivyo wewe ni kama ni mubarmaj. Mubarmaj ni kitu ambacho kwamba kimetengenezwa kwa timing. Ikifika saa 7 wewe lazima uende uswali, ikifika saa 10 wewe ndio alhamdulillah wasali, lakini unakwenda kama mubarmaj. Ni kama wewe umeweka saa ama umeweka robot, ikifanya kitu fulani saa fulani inafanya kitu fulani, saa fulani inafanya kitu fulani, unatoka kama robot. You're not a robot. Swala yako isichukulie kama ada, na ada ni moja katika mambo ambayo wanadamu wanakosea sana. Hata majumbani baina ya mume na mke, utakuja kuona ile siku ya kwanza ambapo unaambiwa leo tunakukabidhi jiko. Waswahili wanasema tunakukabidhi jiko. Kwa hivyo mume anajifakhiri, anasema anakwenda kuchukua jiko. Na mimi wana swali nauliza, ikiwa mume anakabidhiwa jiko, mke anakabidhiwa nini? Na jiko hili linaweza kuwa mara nyingine ni jiko la kuchoma, likakuchoma badala ya kukupikia. Lakini tunatoka tunasema tunakabidhiwa jiko. Utamwona mume ana furaha, utamwona na mke ana furaha, wana furaha kweli kweli. Ile furaha ni ya wakati tu, baada ya hapo inakuwa ni ada, mambo ya kawaida. Kwa hivyo nyumba tena hakuna kumita sweetheart, ushachoka hani, shamwita za kutosha. Sasa acha nimbadili, we mama ke fulani, we hababa ke fulani. Usimwite hivyo mke wako, ni kwa sababu maisha yenu imekuwa sasa ni ya kawaida. La, maisha yenu yasiwe ya kawaida. Kila siku lazima yatajaddad, yale mahaba na mapenzi yanatakana yatajaddad. Usichukulie mambo ya kawaida tu. Na hivi ndivyo ilivyo katika salawat, katika ibadat, qiraa yetu ya Qur'ani, sala ya tarawih, sala za maktuba za faradhi, khairati tunazozifanya, tusifanye ni kama ada, ni jambo la kawaida. Ni tufanye ni kwa haya maana tuliyoyaeleza. Kwa sababu mtu anayechukulia ni ya kawaida anakosa concentration, hakuna khushua, hakuna ladhatul iman, hakuna lolote. Anapiga tu Allahu akbar, Allahu akbar, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum, alhamdulillah, namaliza sala. Huyo anangoja saa 10 Allahu akbar. Na ndio ukasikia mara nyingine sala inakulaumu yule ambaye kwamba atamma ruku'aha wa arkanaha, ametimiza nguzo zake, ile swala inamwambia hafidhakallah kama hafidhtani. Swala pia inakuzungumzisha, inasema Mwenyezi Mungu akuhifadhi kama ulivyonihifadhi. Na yule ambaye kwamba ameswali kienyeji tu, ametupa hiki ametupa kile, ameharibu kila kitu, swala inamwambia dhayya'aka Allah kama dhayya'tani, Mwenyezi Mungu akutupilie mbali kama ulivyonitupa, kwa sababu umeswali tu ya Allah. La, tusiswali kwa sababu kumeadhiniwa tu tukaswali. Lazima tuvute hizi hisia ambazo tumezieleza. Ni deni, naam, lakini si deni peke yake. Ni himl, ni mzigo tumebeba, naam, ni mzigo tumepewa, kwa sababu inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, ni sala, ni faradhi tumewekewa. Kwa hivyo ni mzigo, lakini si mzigo peke yake.
ni maw'idu liqa'i al-mahbub, ni appointment ya kukutana na kipenzi chako, ni appointment vile vile ya raf'i al-hammi wal-kurub, kuondosha hamu na stress ulizokuwa nazo zaondoka katika sala. Ni vile vile ni maw'id liirtiqa walirtifa, ni sala mi'raj, ni mi'raj. Mwenyezi Mungu anataka kuleta karibu na yeye, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Na madamu tumezungumza maana ya sala, sala lazima iwe na maandalizi. Sala isikupate kwa mufaji, isikupate kwa surprise. Sala lazima uwe umejiandaa. Tulizungumza na topic yetu inakwenda hivyo hivyo, kwa Muislamu lazima awe na timetable, lazima awe na qaima, ana list, vitu gani anafaa kuvifanya katika maisha yake. Hauna kitu kinaitwa free time. La, ile free time yako itumie litaqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala, kukutana na Mola wako. Usizungumze upuzi, usifanye mambo ya upuzi, kwa sababu anta al-insan, wewe ni mwanadamu. Faddalaka Allah, Mwenyezi Mungu amekuboresha ala kathiri mimman khalaqa tafdila, amekuboresha zaidi ya wengi. Wewe ni bora kuliko ndovu, wewe ni bora kuliko ng'ombe, wewe ni bora. Ungekuwa mbuzi, ungekuwa ng'ombe, sasa pengine jamaa ungekuwa anajaribu kupigia mahesabu ya Idi. Ng'ombe ule ameshiba sana, unaonaje tumchinje siku ya Idi? Wa hakadha. Lakini Mwenyezi Mungu amekufadhilisha wewe ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Wewe ni al-insan, mambo yako yanatekana yawe tofauti. Si mtu kuboboko na maneno ya kipuzi au kufanya vitendo vya kipuzi, la. Na inapofika katika wakati wa sala, isikupate katika hali ya mufaji, yani ghafla time ya sala imefika. La, wewe lazima uwe na munabbih, uwe na kitu ambacho kwamba cha kuandaa daima dawama. Kabla ya adhana 15 minutes shajiandaa. Umekwenda chooni, pengine umejitahirisha, umetawadha, umevuta hisia zako, unangoja tu muadhin akiadhini. Leo ukisikia Allahu akbar, Allahu akbar, na katika adhana taban tunahitajia tuwe na wenye kuadhini wenye sauti nzuri, na kama wanavyozungumza fuqaha, asivute sana adhana. Okay? Kwa sababu adhana inapoadhiniwa unatakana uache kila kitu. Ikhwani, anayetangazwa hapo ni Allah. Wewe una shughuli gani na ukushughulisha wewe mpaka upuuze Allahu akbar, Allahu akbar? Unajua maana ya Allahu akbar? Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi. Akbar ni ismu tafdhil, si mkubwa tu hivi hivi, ni mkubwa zaidi kuliko chochote, kuliko kile ninachokifanya, kuliko mamangu, kuliko babangu, kuliko maisha yangu, kuliko kazi zangu, kuliko hata kile ninachomdhania Mola subhanahu wa ta'ala. Akbar. Kwa hivyo ukisikia muadhin anasema Allahu akbar, daa kila shay. Kama mko katika meeting, tulieni, hakuna mtu kuzungumza, kwa sababu anatajwa Allah. Hivi ndivyo istishar na isti'dadan. Kukishamalizika ile adhana mara moja, wewe ushajiandaa, wewe unataka kuingia katika sala. There's no discussion, hakuna mazungumzo mengine, tayari ushajiandaa, umejiweka vizuri, una udhu, status yako ni safi. Kimaliza adhana, khalas, jamaa tuswalini, hii meeting itaendelea baadaye. Jamaa tuswalini, hii kazi tutafanya baadaye. Ni dakika 5 ikhwani, ni dakika 10 ikhwani. Usikose ile concentration na ile dhauq ya iman ikakatika. Iendelee hivyo hivyo kama mlivyonyamaza, nyamazeni mpaka malize swala. Mengine yote atasubiri. Unaposikia muadhin katika hali hii, na kama tulivyosema, awe na sauti nzuri, kwa sababu sauti nzuri ina mvuto. Yule mmoja mzungu alikuwa pwani, akataka kuchukua trip kupitia bahari, na huyo alikuwa akimchukua na boat alikuwa ni hodari, alikuwa na hikma, anaipenda dini yake na ana hikma. So katika safari yao katika boat wakapita mahali, wakasikia adhana inakuja vizuri katika ufuo wa bahari, unaingia paka bahari. Yule mzungu aliposikia sauti, maqamat sauti nzuri kabisa, akamuuliza yule bwana, huu ni nani na anafanya kitu gani?
Yule bwana akajua hapa ni da'wa, sasa nimepatiwa mlango wa kufanya da'wa. Akasema mzungu, bwana huyo ni muadhin, anawaita watu katika sala na sauti nzuri, hayya ala salah, hayya ala alfalah. Ule mzungu aliathirika kwa kiasi kikubwa, hajui kinachozungumzwa, lakini sauti, ikiwa nyinyi Waislamu mwaitwa katika sala na sauti hizi nzuri, wallahi ninashtuka kumwona mtu kuwa ni tariku sala. Yawaje katika nyinyi kuna mtu asali na mabembelezo kuingia katika sala? Haimkiniki fikra hiyo, kwa sababu wanasema sisi tukiingia katika ibada zetu tupigiwa makengele bang 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 bang, mwenyewe tunashtuka, hatuna raha. Lakini nyinyi mnaitwa kwa sauti nzuri, Allahu akbar, Allahu akbar. Wewe unakosaje kuja kuingia katika sala na waitwa kwa uzuri, hayya ala salah? Ule mzungu akafurahika. Lakini kwa bahati mbaya, wakiendelea mbele kidogo, akasikia adhana nyingine. Jamaa sauti yake ilikuwa si nzuri, sauti yake kidogo mbaya, na hana zile hali za waqfa, asimame wapi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Akasema bismillah, na huni nani? Yule bwana ikabidi awe na hikma, kajua madamu kule nishapata godi ya da'wa. Akasema samahani, huyu bwana inaonekana mahali walioko kumefiliwa, kuna mazishi. Sasa anajaribu kutangazia watu kuna kifo. Hii ndio hali ya huzuni. Sasa ule jamaa ametuharibia. Huyo alituita kwa uzuri, mzungu amepata imani, halafu mwingine anakuja kuharibu. Kwa hivyo waadhini wanatakana wawe na sauti nzuri na kidogo, wasifanye ndefu, ndio hata mtu aweze kujibu baada, na iwe dakika kidogo. Ndio maana yake kama una jambo lolote la kufanya usikose kufanya, wa hakadha, na Mwenyezi Mungu atatujalia kila la kheri. Kwa hivyo hali ya istihdhari inaanza kuanzia hapo, concentration yako inaanza hapo. Ukisikia muadhin anasema Allahu akbar, Allahu akbar, na wewe ukajibu na umevuta hisia kuwa Allahu akbar, akbar min kulli shay, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko chochote. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Maneno haya ikhwani fillah, ashhadu an la ilaha illa Allah, haya ni maneno mazito. Kuwa wewe unakiri kwa moyo hakuna mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na tamko hili ndio ufunguo wa Uislamu. Tamko hili ni kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, neno kubwa. Ukivuta hisia hiyo, alafu kuja kutambua wewe uko katika shahada ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeshuhudia kwanza. Shahida Allahu annahu la ilaha, Mwenyezi Mungu ndiye aliyoshuhudia wa kwanza, kisha malaika wake, wa ulul ilmi, kisha na wasomi. Kwa Mwenyezi Mungu anashuhudia kwa yuko peke yake, kisha na malaika wameshuhudia Mwenyezi Mungu ni mmoja, na kila msomi anashuhudia kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja. Wal ulama bimaana ni wasomi, si msomi tu wa dini peke yake. Msomi yoyote hata kama ni science atakuja kupambana na ayat signs ambazo zinaonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja. Unapotajiwa Muhammadur Rasulullah, na haya yote akisema muadhin, wewe warudia nyuma yake. Anapotajwa Muhammadur Rasulullah, kaifa tash'ur, unahisi vipi? Mtume Muhammad ametajwa, wewe unahisi kitu gani? Hujamuona Mtume Muhammad na umekuwa daima dawamu unamtaja, unamtangaza, unampenda. Siku moja, siku ya masiku, Mtume Muhammad anasikika akisema wa shauqa ila ahbabi, wa shauqa ila ahbabi, na watamani vipenzi wangu. Masahaba wanamuuliza ya Rasulullah, awalasna ahbabak, kwani ya Rasulullah sisi si vipenzi vyako? Unatamani nani na sisi tuko mbele yako? Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam ambia, la antum ashabi, nyinyi ni masahibu wangu, nyinyi ni masahaba wangu. Amma ahbabi, ama vipenzi wangu, falladhina ya'tuna min ba'dikum, ni wale ambao kwamba watakuja baada yenu nyinyi, yu'minuna bi walam yarawni, wameniamini na hawakuniona hawa mabwana. Fatuba liman amana bi, liman raani wa amana bi, furaha ni yule aloniona akaniamini. Thumma tuba, mara 7, na furaha mara 7 ni mtu ambaye kwamba ameniamini na hakuniona. Sisi tunamwamini Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, hal raina, hatujamuona. Unaposikia Muhammadur Rasulullah, kitu gani kinakuja katika uso wako? Kitu gani kinakuja katika moyo wako? Kitu gani kinakuja katika kichwa chako? Ametajwa Rasulullah. Ndio hapa
katika kisa cha kuathiri sana anatajwa Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ambaye anajulikana ni Muhabasha, na siku zote tunasema Mtume Muhammad alikuwa na masahaba makabila tofauti tofauti. Alikuwa na Suhail Ar-Rumi kutoka Roma, alikuwa na Salman al-Farisi Mfursi huyu, alikuwa na Waarabu, alikuwa na wazungu. Huyo Rumi ni kutoka Roma, ni mzungu hivi, na alikuwa na Afrika pia. Representative wa Afrika alikuwa ni Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah alikuwa muadhin Rasulillah. Na huyu bwana, hichi kisa nitakachokieleza kimetajwa na zaidi ya mahufadh. Mahufadh ni wale wanazuoni walioshughulika na hadithi na wamehifadhi hadithi zaidi ya 100,000 katika vichwa vyao. Alhufadh kuanzia 1000 na kwenda juu, maelfu na maelfu ya mahadithi wamehifadhi sanadan wa matna. Wametaja kisa hichi kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipofariki, Bilal bin Rabah hakuweza kuketi Madina, na sababu kubwa ilikuwa kiadhini akisema hayya ala salah unageuka, hayya ala alfalah unageuka. Alikuwa anamuona Mtume Muhammad yotoka mlangoni mwake anaingia msikitini na huko anaitikia, na alikuwa shamwambia tangu kabla hapo, arihna biha ya Bilal, tufurahishe na hiyo sala ewe Bilal. Kwa hiyo Bilal akashindwa kusimama katika mnara wa kuadhini, kwa sababu akiangalia hivi hamuoni tena Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Inaingia kitu katika moyo wake, anazidi kuhuzunika. Akienda mlango ule anaona hapa inanikumbusha Mtume Muhammad, hapa panikumbusha hali kadha, hapa panikumbusha sala ya Mtume Muhammad. Hakuweza kuketi Bilal katika ardhi ya Madina. Akamwomba ruksa Sayyidina Abu Bakar, kaambia Abu Bakar, niruhusu mimi nitoke Madina, siwezi. Abu Bakar anamwambia wallahi baki na uendelee uadhini kama ulivyokuwa ukiadhini. Akasema ya Abu Bakar, ikiwa uliniacha huru lillahi ta'ala niwache niondoke, na kama utanipa amri mimi nibaki nitabaki. Sayyidina Abu Bakar akasema la, mimi nilikuacha huru lillahi ta'ala, ikiwa unaona ni vyema kutoka marhaba, hakuna neno. Sayyidina Bilal ikabidi atoke, akaenda zake Syria, mji fulani karibu na Damascus, Dimashq. Alipokuwa yuko pale Sayyidina Bilal akaoa, akapata mke wa Kisiria akamuoa. Baada ya mwaka mmoja Sayyidina Bilal akamuota Mtume Muhammad. Mtume Muhammad anamwambia katika usingizi, lima hadhihi aljafwa ya Bilal, kwa nini Bilal umetukata, umekaa mbali na sisi? Ama ana laka an tazurana, je, haijafika wakati wewe ukaje ukatutembelea? Muona Mtume Muhammad katika usingizi. Na Mtume Muhammad kama ilivyokuja katika sahihu al-Bukhari, man raani fil manami faqad raani haqqan, yule atakeniona katika usingizi basi ameniona kikweli. Fa inna shaytana la yatamathalu bi, ibilisi katika uwezo alopewa hawezi kujifananisha na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo Bilal akainuka katika usingizi na huko akawa analia. Mke wake akiingia haelewi, anamwambia mabik, una nini? Kama niandalie mzigo wangu, wa shauqa ila rasulillah, lazima niende zangu Madina, niende nikamzuru Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Almuhim, Sayyidina Bilal ameingia zake Madina. Akiingia Madina anakutana na Sayyidina Umar. Sayyidina Umar anamkumbatia Bilal, anamwambia mashaallah, karibu ya muadhina rasulillah, karibu sana, twakuomba leo pale katika mirfaa, katika mnara, nenda kaadhini. Kasema mimi siwezi. Samahani Umar, wewe ni khalifa au Islamu, lakini naomba radhi, siwezi, sitoweza kuadhini, kwa sababu nitakumbuka hali zote. Badala ya kuadhini itakuwa ni habari nyingine hapa. Haya sawa. Kakuja kukutana na maswahaba kadha wa kadha. Mara anamuona Sayyidina al-Hasan wal Hussein
wamepishana, mmoja wao ni mkubwa kwa mwaka, huwa na miaka 6, huwa na miaka 7, amewaacha akiwa wadogo, na kila akiwaangalia anawaona hawa ni wajukuu wa Mtume Muhammad, wamezidi kufanana na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Amewashika, amewakumbatia, anawabusu, anasikia harufu ya Mtume Muhammad kutoka kwa wajukuu wake. Wale wajukuu watoto wadogo na ya Bilal, limadha la tuadhinu lana kama kunta tuadhinu ala jaddina, kwa nini usiadhini kama vile ulivyokuwa kiadhini kwa kumwadhinia babu yetu? Muhammad akiangalia, Sayyidina Bilal akiangalia, anaona huyu ni mtume sasa, ta vipi? Akasema basi nyinyi mmenishinda, tabidi niinuke juu nipande niadhini. Mchana umefika, Bilal anapanda katika muadhin, anaanza Allahu akbar, Allahu akbar. Dhajjatil Madina, Madina kukaingiaza, watu wakaanza kulia, wanasikia sauti ambayo ilikatika ile sauti wakati Mtume Muhammad alipofariki. Waliokuwa wakiosha nguo, waliokuwa katika masoko, waliokuwa shambani, wote wakaacha shughuli zao. Umesikia nilichosikia ama vipi? Mara wanasikia tena Allahu akbar, Allahu akbar. Watu wakaanza kupiga kelele tena mbio, watu wakaacha shughuli zao, wanaelekea sasa katika Masjidun Nabawi. Wengine wakaanza kusema maneno ya maajabu, bu'itha Rasulullah, bu'itha Rasulullah, mtume amefufuliwa, mtume amefufuliwa. Wanasikia sauti aliyokuwa akiadhiniwa Mtume Muhammad ili katika Mtume Muhammad alipofariki. Watu wamekusanyika katika Masjidun Nabawi, wanauliza kuna jambo gani leo? Ni nani anayeadhini? Bilal anaendelea ashhadu an la ilaha illa Allah, kelele ndani ya Madina. Akifika ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal mate kamkaba, akaanguka chini akazimia. Anamkumbuka Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, alipokuwa kiadhini anamuona Rasulullah katika kona ile, akigeuka hivi anamuona upande ule anaingia. Kabla ya kuadhini anasikia arihna biha ya Bilal. Leo amepanda mahali alikuwa hapani kwa sababu ya wajukuu zake, anamtaja Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Bilal hawezi kuzuia moyo wake, mahaba yake kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Wanazungumza wanazuoni wa tarikhi, wanasema hakuna siku kumesikika kilio kikubwa baada ya kifo cha Bwana Mtume Muhammad kama kilio kilichosikika wakati Sayyidina Bilal aliadhini tena kwa mara. Watu walilia, kukatanda sauti za vilio ndani ya Madina, kila mmoja anamkumbuka Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Almuhim, wewe na mimi tumepewa fursa ya kusikiza Muhammad Rasulullah katika adhan. Wahisi vipi? Anatoka muadhin anasema hayya ala salah, njooni katika sala, kwa sauti nzuri, njoo katika sala. How do you feel? Unahisi vipi ukiitwa katika sala? Kisha anakuambia hayya ala alfalah, njoo katika mafanikio ya kikweli. Wewe una shughuli ya kukushughulisha kweli tena, una biashara ya kufanya tena. Ikiwa umeambia hayya ala salah, hayya ala alfalah, njoo katika sala, njoo katika mafanikio makubwa, unao nafasi tena ya kufanya shughuli yoyote, unao nafasi ya kuzungumza na mtu, unao nafasi ya kufanya shughuli yoyote. La, asalik ila Allah, yule ambaye kwamba ameamua kuwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, nafasi yake ni kwenda na kumhutubu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafasi yake ni kuzungumza na Allah Jalla Jalal. Na hali hii ndio inaopenya ndani ya moyo wa mwanadamu. Ushatawadha, umechukua mavazi yako mazuri, tumezungumza khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Umesikia adhana, na baada ya adhan kama anavyozungumza Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, idha sami'tumul muadhdhin yaqul faqulu mithla ma yaqulu almuadhdhin. Mkimsikia muadhdhin anazungumza, basi na nyinyi semeni mfano ile anaozungumza, yale anayosema. Allahu akbar, Allahu akbar, na wewe sema Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, na wewe sema ashhadu an la ilaha illa Allah. Endelea kwa namna hiyo, endelea kwa namna hiyo. Kisha anatuambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akimaliza muadhdhin, baina ya adhan na sala, baina ya adhan na sala ni wakati wa ijaba, ni wakati unakubaliwa dua zako. Anasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya was'alu li wasila, niswalieni na muniombee daraja, kwa sababu innaha manzila
ni daraja ambayo kwamba ni ya juu sana, ni wahid, ni mtu mmoja peke yake. La yanbaghi li ahadin, haitakikani kwa mtu yoyote kupewa hiyo daraja ya wasila isipokuwa ya mtu mmoja, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasema wasaluni alwasila, faman saala li alwasila wajabat lahu shafa'a, yule atakayeniombea wasila hiyo daraja, basi Mtume Muhammad anasema huyo nitampea utetezi, nitamtetea kesho siku ya kiyama. Na ndio hiyo dua, Allahumma rabba hadhihi da'wa at-tama was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kisha baada ya hapo, kwa sababu ni sa'atul ijaba, muombe baba yako na mama yako maghfira, rabbi ighfirli wa liwalidayya, sema mara 5. Baada ya hapo waombe watoto wako, baada ya hapo waombe familia yako, baada ya hapo waombe macolleagues wako, kwa sababu ni sa'atul ijaba. Wewe umejiandaa kwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Dua ile wajiombea wewe, wamuombea mzazi wako kwa sababu yeye ndio bora, muombe mwalimu wako, waombe watoto wako, mke wako, kazi zako, maisha yako, ni sa'atul ijaba. Kisha utakuwa umepata khairi kubwa sana. Na isiingie katika fikra yako kwa ukimswalia Mtume Muhammad kwa umemnufaisha. Kuna wengine wanakuwa wazito, wanaona nikimswalia Mtume Muhammad nimempa faida. La, wewe umepewa daraja. Anasema sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan wahidatan, yule anayeniswalia mimi swala moja, sallallahu alayhi biha 10, wewe unapewa 10 of them. Mwenyezi Mungu anakuswalia mara 10. Haya, nani mwenye faida? Ni mimi mwenye kumswalia Mtume Muhammad na mwenye faida. Ikhwani fillah, wakati uturuhusu, lakini inshallah mada yetu kesho tutaingia moja kwa moja katika mlango wa sala. Tutaangalia takbiratul ihram, na hapa fuqaha wanaozungumza mata sahati takbiratul ihram. Takbiratul ihram ikiswihi, sala yote nzima imeswihi. Hii takbiratul ihram ni gani? Anaposema mtu Allahu akbar, masharti yake ni gani? Kesho inshallah taala, Mwenyezi Mungu akitupa afya na uzima, tutaeleza masala haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhair lilkhair wa 'annahum alayhi wafiqna lima tuhibbu wa tarda 'inna alayhi. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم، جزاكم الله كل خير.